Yes, bwana, ni kipindi chako kabisa pendwa kabisa cha physics. Kipo mezani kwako. Leo ni siku nyingine tena. Bwana, katika vitu ambavyo unatakiwa kuvijua, ndege siku zote inapokuwa mawinguni, inapopata na mitikisiko ya kila namna, rubani ndo anakuwa naoza mkuu wa kuiendesha iko chombo na kukistiri. Same unapokuwa kwenye maji, basi zile ekaeka zote za mawimbi, naoza wa meli basi ndo anaongoza. Hivyo ndivyo ambavyo kwenye timu ya mpira katika kikosi cha First 11, namna ambavyo timu inashambuliwa na namna ambavyo inadhibiti mashambulizi na namna ambavyo inaanzisha mashambulizi, basi lazima kuwe kuna injini pale. Yes, huyo namba 6. Kwetu huku sisi tunamuita dokta wa mpira ni Khalid Aucho. Bwana Khalid Aucho, karibu katika kipindi chetu pendwa kabisa cha physics. Kipo mezani kwako. Ni kipindi ambacho kinapatikana katika platform zote za Dennis Nkano. Ukiandika tu physics, YouTube, Instagram, Facebook na TikTok, basi unakipata. Khalid Aucho, karibu sana katika kipindi chetu cha physics. Asante sana. Khalid Aucho, watu wanatamani kujua Khalid Aucho ni nani? Khalid Aucho ni mchezaji anatoka pale Uganda, Jinja. Yeah. Just like but I come from Jinja. I was born 1993, so yeah, with my mom and my dad. They died when I was young, so yeah, I started to be a man in the family. So naanza kama kufanya kama mtoto mdogo kama nacheza football, kama inisaidia sana kwa kwenda kwa shule kama hivyo. Watu watamani kujua safari yako ya soka ilianzia wapi haswa? Hiyo haswa ilikuwa ngumu sana, because nilikuwa kuna mtu ananisaidia. Kama me when I was a bit okay, niko mtoto, baba wangu ananisaidia kidogo before he died. Ananisaidia sana, kama nacheza kama ananichukulia pale kwa academies, nafanya kazi ndogo nacheza, kama I play when I was with the barefoot. Nacheza kama ananiona kama niko na talent ya kucheza boli. Sasa ananisaidia sana kwa mwenyewe anacheza boli. So kama Uganda, unajua kama Uganda watu wengine wao wanajua hizo time, wanajua mtu anacheza boli, mtu mbaya. Mbovu aende shule, wanataka watoto waende shule, si wacheze boli. Sasa saa hii talent inasaidia sana wachezaji. Sasa mimi naanza hapo mapema. Alhamdulillah, I got so many chances to play football in this world like that. Na ulianzia Uganda katika baadhi hizo za level za mtaani. Timu yako ya kwanza kabisa ambayo Khalid Aucho naweza ngasema ana sign kuanza kutumikia katika level ile ya professionalism ya football, ulianzia katika klabu gani? Tupitishe katika hiyo story mpaka kuja kufikia siku ambayo kwa mara ya kwanza wa Tanzania wengi japo tulikuona ukiwa na Gor Mahia huku, tulianza kuona kazi yako kipindi ambacho mnakuja Tanzania kucheza zile mechi za ushindani lakini national team. Hebu tupitishe klabu yako ya kwanza, unaenda kusign mpaka kuja kufikia siku ambayo unapata offer ya kuja Tanzania. Kama klabu yangu ya kwanza ilikuwa Maji, ilikuwa pale Water, hiyo ya professional, because nacheza hapa kama nacheza pale nyumbani, zile klabu za nyumbani unazijua. Hakuna first divisions kama ndogo kusaidia hapa ucheze, hakuna kulipa mshahara. So pale na kusign professional contract na sign na timu ya Maji inaitwa Water, you know, like National Water and Sewage Corporation. Water ilikuwa na klabu. Sasa na sign hapo, namaliza na sign na timu ya UPDF inaitwa Simba ya Uganda. Sasa watu wengine wao wanajua mimi nachezea Simba ya Tanzania. Pale hiyo Simba ya Uganda. But hiyo ya military. Natoka hapo na kutoka Simba ya Uganda naenda Tusker ya Kenya. Hiyo professional sasa imeanza kutoka Uganda kwenda Kenya. Hiyo professional yangu inaanza hapo
kukua sasa kubwa kuongeza professional yangu. Yes. Ya baada ya Tusker, timu gani ambayo ilikuja mpaka kuja kufikia hatua ambayo kuna kipindi ulienda India? Nakumbuka kuna timu ambazo ulicheza za nje ya bara la Afrika. Experience yako kwa mara ya kwanza unatoka nje ya bara la Afrika ilikuwaje? Ilikuwa Simba because mimi nacheza kama natoka Tusker, mimi naenda Gor Mahia. Kama hapo Gor Mahia ni push sana, kama iko na wafani, kama unaona hapa Yanga, Simba, Gor Mahia ilikuwa kama hizo mpaka saa hii iko na wafani wengi kama FC Leopard. Sasa yeye inanisaidia sana control pressure, under pressure and without pressure. So inanisaidia sana kucheza kama na pressure, wafani wanataka nini Sasa mimi I got to know everything, how I can play without pressure, because of the fans I had in Gor Mahia. So inanisaidia sana kutoka kwenda India. Yeah, kuenda South Africa. Kama hizo vivyo but in terms of kwenda Serbia in Red Star Belgrade. So pale kitu kibaya, it's like racism, only racism. Sometimes you unaenda kama another country, unaenda outside, you get some problems with the racism, racism is too much. But kama hiyo mtu unataka kucheza boli, iko professional, everything comes in the way that you need to be a man. You need to know how to be yourself. If comes, you just know, okay, it's happened. That is football. Because it's everywhere. Racism is everywhere. So discrimination is everywhere. So you just unajua kama wase nakuja hapa kucheza boli. Yeah. Na nini hasa kilikusukuma uweze kucheza mpira? Alinisukuma. Yaani kitu gani ambacho kilikumotivate wewe ukapenda mpira, kuanza kucheza mpira? Baba wangu alicheza boli. Yeah, alicheza boli. Kama tuiko na town iko na wachezaji wazuri, kama wanacheza national team, unawaangalia unasema nataka nike kama huyo, nataka nicheze kama huyo. Sasa kitu kizuri kina motivate kucheza boli. Kwa hiyo baba alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikufanya wewe mwenyewe utamani kucheza mpira. Nisaidia sana because mwenyewe ananichukua, anasema okay, mimi nacheza hapa, wewe kuja waangalie kama nacheza. Mwenyewe ananichukua kama ka stadium kumuona anacheza boli, narudi nyumbani. Mimi mama wangu anitaki kucheza boli. Alikuwa hataki? But baba wangu mimi anataka sana kucheza boli. Kwa hiyo mwenyewe ananijua okay, niko na talent ya kucheza boli. Sasa, na ni changamoto zipi ambazo ulikuwa unakutana, challenge ambazo ulikuwa unakutana kipindi ambacho unaanza mpaka kuja kufikia yule Aucho ambaye yupo katika level ile ya professionalism, kama hivyo kufika hatua labda Tusker, kwanza kusafiri kwenda nje ya nchi, hivyo kwenda kucheza bara katika mipaka nje ya Afrika? Ni challenge gani ambazo ulikuwa kikawe mwenyewe unafikiria hizi ni challenge ambazo pengine zingeweza kukufanya usicheze boli? Challenge hizo za equipments. Unaona watu wachezaji wengi wanajua boli kama hapa Tanzania, but hakuna equipments. Hakuna nafasi za niende wapi mtu anisaidia hapa, niende nicheze wapi boli. Unaona kama hizo times hakuna mtu anakusaidia, cheza hapa au chukua hizo viatu uende cheze. Unaona at least saa hii viatu nyingi sana kwa watu, mipira mingi. Unaona pale unacheza boli moja na the ball this way, then you can't play any football. You just stay for like a week without playing football. So but saa hii mipira mingi sana kwa kiwanja mingi. There is artificial pitch, unaenda na unacheza pale. So at least sai, but pale ile time wachezaji walikuwa wengi. Kama unaenda kwa stadium kucheza boli, unacheza 5 minutes. Unaona una train 5 minutes, wengi wanakuja kucheza. Saa hiyo inatusaidia, inatusumbua sana. But saa at least Na Aucho, hebu tuambie
ligi yetu sasa, baada hiyo story yote ukapata ile moment unapigiwa simu unapata ofa ya kuja Tanzania. Ulikuwa unaitazama vipi ukizingatia kipindi hicho Tanzania ulikuwa unakuja tu kucheza national team au kucheza na vilabu vingine, unakuja unacheza. Sasa ile time ambao unafanya decision ya kuja Tanzania ulikuwa katika hali gani mpaka siku ambao unaamua unapokea simu ya ofa ya kuja Tanzania? Experience yako, ulijua unakuja kukutana na liga ya namna gani, na wewe mwenyewe ulipokeaje hiyo ofa na ulijiandaa vipi? Okay, hiyo time nilikuwa Egypt. Naona nilikuwa Egypt na ni follow kama league, niko na friend wangu kama hapa Tanzania. Nilikuwa that time ilikuwa kama Medical Gere friend wangu, so anitumia kama jazi yake. So mimi na follow sana Tanzania. Unaona kama niko na brother wangu Emmanuel Okia alikuwa anacheza hapa na tulikuwa naye pale Egypt. Alikuwa it had me nikuwa Makasa. Sasa that time Tadeo alikuwa hapa Luanga. Yes. Sasa mimi nacheza pale na nataka kumaliza mkataba. Engineer ananipigia simu ananiambia, "Hey, how are you my boy?" My boy. Unamjua? Yeah, my boy. My boy, how are you? Niko fresh. Natoka kuja hapa utusaidie kama hivi tu. Nasema boss, niko na contract nyingi sana hapa, niko na timu 3 zinanitaka hapa. Namtumia na hizo contract, ananiona hizi hela nyingi. Unaona? Hizi hela nyingi. Namwambia naenda na hizo club, naenda pale nasoma contract zote. Ananitaka okay, sign hapa. Nasema mtulie. Mimi naongea na engineer. Ngine anamwambia okay, wewe una decide. Kama naona Egypt inanisumbua sana. Inanisumbua sana. Wanafanya kila kitu same timu zote. Unaona tafuta, unachukua problem, you get the problems in this team, another team makes the same problem. Sasa anasema yes, zi hela hizi nyingi sana. But naona hela za engineer. Nasema hela ndogo. Unaona? But nasema na niambia agent wangu okay, naenda Yanga. Nawacha hizi hela naenda Yanga. But hizi zilikuwa kubwa sana. But nawacha, nasema niende Dar es Salaam. Sasa kapo tunamaliza na engineer anamwambia okay, nakuja Dar es Salaam. Watu wanasema hey, how should you not sign here? Nasema mimi sitaki tena Egypt. Yeah. Na nini hasa kilikuwa kimekushawishi, au ni hizo challenge au wewe mwenyewe, yani kitu gani kilikushawishi mpaka ukafanya maamuzi ya kuacha ofa za Egypt na kuchagua ofa hii ya Yanga? Unaona hizo challenge zilikuwa kubwa sana. Unaona mimi nachukua kama time ya timu miezi 5 hakuna hela. Iko timu ya chukua problem. But hii mimi nacheza kama game inakuja, nacheza naenda mazoezi, but hakuna hela. But nacheza namaliza, nataka nimalize mtakaba hiyo. Malize fresh, hakuna kugombana na watu. Mimi namaliza nao na wachukua kwa FIFA. FIFA wanalipa kila kitu. Sasa mimi nasema if nafanya same ni sign hapa tena matatizo ni matatizo sana tena. Nasema anataka I change the environment. Nataka nigeuze kama environment, nikuja hapa Tanzania kama any other country, but ingine anakuja vizuri, tunaongea vizuri kama president. Anasema okay, wewe unaongea vizuri na mimi, hakuna shida. Na mtrust na ni trust. Sawa. Yes. Na ukaja Tanzania. By the way, ni miongoni mwa midfielder ambao sisi wa Tanzania tumewashuhudia katika ligi yetu, ambao wamefikia ile level tunaweza tukasema top. Sasa Khalid Aucho, ni mechi gani ambayo ukiwa katika ligi yetu ya Tanzania ni mechi ambayo huwezi kuisahau, na kwa nini? Like ilikuwa nzuri, sijui. Ilikuwa mzuri tu. Yani ni mechi ambayo ilikuwa hard. Ilikuwa hard. Yani ni mechi ambayo wewe mwenyewe ukikaga unasema hii mechi mzuri. Ilikuwa kweli ni mechi. Mechi ilikuwa moja.
tunacheza, wewe mwenyewe unajua ilikuwa mimi najua sijui sasa. Wewe ndio uniambie. Mechi hii ilikuwa Zanzibar. Tunacheza Singida. Na Singida. Mechi hii ilikuwa tough sana. Tunakuja kwa uwanja tunajua hiyo game kama kawaida tukua fresh. Hii mechi ambayo ilisha 1-0. Ile kama fullback mimi na unajua. Sasa tunajua hii timu fresh tunafunga kila siku. Timu haikuwa tough sana. 20 minutes ilikuwa gongana, wanagonga, wanakata. Nasema guys, unajua. Nawaambia Dickson nawaambia bana tuchangamuke. Tugeuze mentality yetu. Tufanye kama wao wanakuja hapa kucheza boli. Si kuacha tu, hapana. Tucheze kama tunacheza kama champions. Tunageuza hiyo mentality. Tunacheza kama tunacheza Champions League. But tunamaliza hiyo game, ninasema mimi at least nataka kama hizi game zikuwe kama Tanzania. Match 10. Unaona unacheza kama hizo games, kama 10 games wanacheza kama hivyo. Unaenda Champions League, Confederation, you get those teams, you play Arab countries. Unajua kama hiyo pace, ilikuwa match, unajua hiyo intensity, because unachukua pa darasa hapa Tanzania League. But you get a team when it's not giving you the vibe, you know. Chukua ile vibe ya kucheza kama mnacheza na mtu, mnagongana, mnacheza mna pace, intensity. Kama hiyo game kwa intensity nzuri, tunagongana pace, ilikuwa fresh sana. Nakumbuka ile mechi mpaka mechi inaanza mpaka kufikia dakika ya 7 yellow card 5 zishatoka. Na nakumbuka pia hiyo mechi Mwalimu Gamondi aliniamini mimi, nilikuwa ndo mechi yangu ya kwanza naanza first 11. Mimi sasa mwenyewe mentality yangu ipo hii mechi nasema leo nimekutana na mechi 5 dakika 5 tayari kuna yellow card 5. Ni hakuna space, ni hakuna kuangalia, hakuna ku receive ball, mtu kashafika. Watu wanakata nasema hii game. Nadhani pia kuna ile mentality ambayo ilikuwaga kwamba labda Yanga sisi labda tukikutana na Singida labda tutashinda. Alafu ile mechi yani haikuwa kabisa. Yani tuliingia na mentality kwamba tunaweza tukashinda hata 2-3. Fresh. But mechi inaanza mpaka inafikia yani dakika 45 za kwanza. Ilikuwa hatari. Sana. Alida Ucho, kuvaa jezi ya Uganda national team kwako kuna maana gani? Kuvaa jezi ya national team ya Uganda kwako kuna maana gani? Like what? Yani kwako yani unajisikiaje kuvaa jezi ya Uganda national team? Ilikuwa na pressure. Ilikuwa na pressure sana because mimi first time kuvaa jezi ya Uganda. Kucheza Uganda si hapa outside fresh, unasikia hapo fresh, but kucheza Uganda kama stadium, kama unacheza na Mbole unavaa jezi ya Uganda, kuja na pressure na responsibilities. Unaangalia fans, mashabiki, washabiki wako wengi, stadium iko full. Unaangalia unasema mimi time hiyo nacheza kama nyumbani, first game yangu ya nyumbani tulikuwa iko na midfielder mzuri kama anaitwa Tony Maweje. Alikuwa huyo assistant captain, alikuwa modo wangu. Sasa kocha anamwambia leo naanza bench, anaanza Ucho. Mimi Ucho na naenda kwa chooni. Nasema oh my god. Hii sijui nafanya nini, nacheza nini? Bro, mi unaona kama mchezaji mkubwa anamweka kwa bench. Wewe yanze. Bivaya mno. Nasema okay. Naenda kwa captain mwenyewe Geoffrey Massa, niambia atulia. Mimi wananijua mimi niko na nguvu sana na kupesi na pass. Naona. Sasa nasema okay. Nacheza game imeanza.
nacheza vizuri. Kama mwenyewe anaingia namwambia okay, nataka kumuhold, enda hapa. Namsaidia, ananisaidia, namsaidia. Kama natoka hapo mpaka saa hii. Everything was the beginning was from there. Yeah. Na mechi yako ya kwanza kabisa unavaa jezi ya national team ilikuwa mechi gani? Ilikuwa Sekafa. I think Eritrea. They are in Nairobi State Stars, I think. Yeah. Kuwa kucheza Nairobi. Ile stadium inaitwa Nairobi State Stars, I don't know. Hiyo ilikuwa artificial pitch. Tulifunga kama sijui 4 au 3. Yeah. Na Aucho, unafikiri ni kitu gani kinakufanya uendelee kudumu katika performance ya juu? Unaona unacheza kama game, unamaliza kucheza game hapa au kama we mwenyewe unacheza, unamaliza kucheza game, watu washabiki wanakusema kana umecheza vizuri. Kama wewe unaenda nyumbani unasema okay, mnanisema nimecheza vizuri. Mimi nataka wewe mwenyewe uniangalie kama vitu wewe unacheza vibaya, unafanya vibaya. Wewe unajua kama unaenda kwa room yako unasikia hii pass nataka ni pass hapa, nimekatana sitaka ni pass. Sasa una lose pass 5. Kesho game nyingine at least sema leo na lose pass 3. Hiyo performance yako inaendelea. Kama unataka ku lose pass nyingi kama midfielder, wewe winger hakuna shida, wewe una lose unataka ku double fresh. But midfielder una lose pass 5 kwa game, hizo kibaya. Sasa una lose 2 fresh, but 5 unaendelea 5 6. Kitu kibaya sana. Yeah, so una lose pass 5 unasema hii performance yangu si nzuri, nataka urudi 4 3. Kama unafika 1 2 hapo fresh. Game 90 minutes una lose pass 2 peke yake. Si mbaya. Yeah. Na nje ya uwanja Aucho, wewe unafanya kitu gani ili kuweza kumaintain hiyo career yako mpaka kufikia leo? Kwa sababu nimejaribu kufuatilia since unaanza ukiwa mdogo mpaka leo, yani pengine naweza nikasema kama si mtu ambaye anajitunza asingeweza kumaintain hiyo career kwa miaka hiyo, kwa kutumika kwa energy hiyo, kwa sababu still mpaka leo nakumbuka juzi tumetoka kukutana tunagombana tumetoka kukutana Arusha. Kuna mpira mmoja umekuja na kuona vizuri unaniona nimejaa kabisa, ukanipiga nikaenda huko. Kwa hiyo unawezaje kumaintain hiyo career yako nje ya uwanja? Wewe unafanya kitu gani ili kumaintain? Naona football yenyewe, football like hiyo round ball. Nataka ujue respect. Unachukua respect ya hiyo ball. Hiyo ball yenyewe inakuwa respect. Unaona? Sasa kumaintain kama unataka ujue, kama nataka kama unaona Cristiano Ronaldo mwenyewe anafanya nini, anacheza kama top paka miaka 41. Kama wewe unajua hivyo, mchezaji anacheza kama 15 years au 17, kama unajua kitu cha kukula, unataka kuresti sana. Kama Uganda wachezaji wengi wao wanajua gym kama those like 5 years back. Wenyewe wanajua gym iko ya watu wanaenda kama kubuild muscles nini, bodybuilders. Kama wao wajui gym inasaidia sana wachezaji, you know. Sasa hii wanajua gym iko vizuri. Mimi naona hapa wachezaji wako na talent kubwa Tanzania sana, but wako wiki. Unaona wiki. Kama naona mchezaji naongea na Clement Mzize, namwambia Clement uko na talent nzuri sana. Namwongea na kama tuko na Yanga pale, namwambia uko na talent nzuri sana. Kama unataka uongeze nguvu. Kama mimi naona Maera anakuja hapa anacheza, but haiko si kama Masichula Maso na kimbia, but mwenyewe anafanya kile kitu kananimiss kwa mwili wake, anafanya hivyo. Sasa wewe uko kila kitu uko nacho,
but unataka uwekwe na nguvu. Kama unaweka defender unambeba kabisa, hapo unaenda kama anaanza kustart kufanya hivi, kama anacheza vizuri nasema hapo sawa. Mimi nataka wewe ufanye kama hivi. Uko mchezaji mkubwa sana, uko mzuri, kama iongeza kama gym ikuwe ikusaidie nguvu nini. Because hiyo position yake nataka kama ule Adam Toran aiko na ni bado anakimbia. Naona sasa uona yendo nguvu iongeze, anakimbia unapeleka mtu. Sasa Aucho, katika story yako yote hii ya career yako ya mpira, maisha yamekufunza kitu gani? Life, yani ukikaa ukithink about life, unajifunza kitu gani? Like life? Life is beautiful. Najua unapenda kuenjoy, unapenda kwa Sasa life is so beautiful. You just want to enjoy, but first of all, when like you don't have job, it's bad. But when uko na hela, life iko nzuri sana. Life is so beautiful. Kuna wakati ulishawahi kutamani kuacha mpira? Yani ulishatamani kuacha mpira? Ni kumaliza mpira? No, sio kumaliza. Yani wakati unapitia hizo changamoto, yani upo katika situation ya changamoto, ukafikiria kukata tamaa, yani ku give up. Ushai kufikiria hiyo kitu? Ilikuwaje hiyo situation? Hebu tuelezea hapa. Yani ilikuwaje mpaka ukafikiria naona na give up? Yani anaona naenda sijai mimi sitaki but naenda kwa timu kama timu yangu Singida. Naenda pale na nataka ni unaona kama mimi ni mchezaji, nataka competition. Nataka ni fate competition hii ikuwe kali sana. Nataka kumana, nataka hii timu yangu mimi nacheza win situation. Sasa nafika pale na tunacheza kama na Gamondi. Yes, naona hapa at least fresh, kila kitu kiko fresh sana. But time inaendelea timu inaendelea kama kwa nasema nini, naona sasa mimi naona inaleta, naona ile moyo unakuwa unasikia vibaya, yani na moral yangu inaendelea chini sana. Timu iko ipate matokeo vile inaendelea chini. Nasema kama uko unaenda kwa timu, unaona uko kama juu, unataka ufanye kama same kama unafanya hiyo timu yako inaku pull down. Sasa hii moral yake inaenda chini, nafanya kama mtu mwingine. Kwa hiyo ni kipindi ambacho nasikia nasema chungu kabisa, unajisikia nini wache nitoka hapa, unaona niende nyumbani nini, unaona nasema nataka nisaidie kama timu, nimalize vizuri na timu fresh, at least nataka ni fight timu endelee vizuri, push pale tumalize vizuri. Sawa, Alidi Aucho, umecheza na wachezaji wengi bora nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania. Ni wachezaji wako watatu bora. Najua ningekupa nafasi ya kuwataja ungeweza kuwataja wengi. Wengi umecheza na wachezaji bora kuanzia ngazi ya klabu mpaka leo hii ngazi ambayo upo katika klabu ya Singida. Wachezaji wako ambao watatu bora ambao nikikupa nafasi ya kuwapendelea uwataje bora kwako, umewahi kucheza nao? Wachezaji watatu? Wachezaji watatu wote kama nacheza na career yangu yote, career yako yote, watatu bora ambao umecheza nao kwa national team au kwa ligi? Klabu. Kwa klabu. Kwa kila ngazi ya klabu. Watatu. Najua wako wengi, ila ambao sasa ukikaa unaweza ukawapa nafasi ya upendeleo. Si kwa kusema kwamba hao ni bora kuliko wengine, no. Yani katika hao unasema kucheza hapa Yanga au Tanzania, mimi nakwambia kwa huko ni wengi sana. Sawa, tufanye kwa tangia umefika Tanzania. Wachezaji wako watatu bora. Watatu bora ambao umecheza nao. Watano. Sawa, watano. Okay.
watano watano, mimi nasema Diarra tunakuja naye, alikuwa mtu mzuri, alikuwa fresh Diarra. Niko na friend wangu sana. Sio issue ya kusema ni kwamba ni marafiki, no, issue ya kwamba yani sijui nikueleze vipi kwa Kiswahili unyelewe. Najua wako wengi, wachezaji bora wako wengi, sio, unaelewa, wako wengi, hakuna shida, but wako wewe sasa ambao unawapa nafasi ya upendeleo watano kwa Diarra, kwa Chama, kwa Mayele, Azizi. Naongeza wawili au wangapi? Au wanne, bado mmoja. Sawa, nakupa nafasi ya wawili. Msonda. Kwa nimeona wachezaji wa striker naona Msonda alikuwa na kitu extra ya wachezaji wote. Alikuwa na mtu anataka kuwin, aenda kwa vita, mpambanaji kwenda kwa vita. Unachukua watu wake, anataka vita, anataka vita, mtu twenda naye kwa vita. Huyo Msonda alikuwa mtu na Pacome sasa. Wachezaji wako 6 bora, si ndio? Na 7-1. Haya, 7-8. 7-1. Ilikuwa Fei Toto. Sawa, kwa hiyo hao ndio wachezaji wako bora 7 ambao katika ligi yetu ambayo umecheza nao. Kuwa wengi basi. Najua wako wengi. Najua. Unaniambia nifanye hivyo, lazima sasa tukisema tuwataje wote. No. Tukisema tuwataje wote uwezi kuwamaliza, watakuwa ni wengi. Of course ligi yetu ina wachezaji ambao bora wengi, ambao wanaonesha wengine walianzia hivi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda anazidi kuimprove, wanaonesha na nini. Najua kuna vijana pia kama hapa Tanzania nilikuwa anacheza na watu wazuri kama ni wao. Na nimeona watu wazuri sana. Ni mchezaji gani ambaye ulikuwa una wish kucheza naye mpaka leo hii? Bado hujacheza naye ila unatamani kucheza naye, na kwa nini? Hapa mchezaji gani? Mchezaji ambaye una wish kucheza naye. Niangalie, sijui saa hii. Saa hii sijui bro. Wengi umecheza nao katika sawa, wote nimemaliza kucheza nao, watu wazuri ambao ulikuwa una wish kucheza nao. Mfano nani ambao ulikuwa una wish kucheza naye ukacheza naye? I wish mtu unacheza naye? No. Sikiliza swali langu, nasema hivi. Halidi Aucho tangia uje Tanzania ukacheza ligi vile katika club labda ya Yanga au labda hivi sasa hivi uko Singida, katika kipindi hicho chote umekutana na wachezaji wazuri wengi. Sawa, je, ni mchezaji gani ambaye ulikuwa una wish kucheza naye na ushacheza naye labda, au labda hapa sasa hivi una wish kucheza naye kwa sababu ulicheza naye? Ulicheza naye, yani una wish. Fei Toto. Kwa nini? Fei Toto naona mchezaji anataka kuimprove. Saa zote unamwona anataka kuimprove kila. Na mwenyewe anafanya vitu viwili. Si vitu viwili, vitu vingi. Ama anasaidia timu kwa in terms of attacking, ananisaidia in terms of defending.
Unaona kama uko na mtu huyu ana kama tempo ya timu, anachukua timu mbele, anatulia timu. Fair iko na hivi. Mimi najua kutuliza timu, najua tuongeze, but mwenyewe haiko nazo. Anataka aende na timu mbele, a fight, arudi, a defend. Kama ninakuja Yanga, Fair alikuwa anacheza namba 6, unajua. Sasa mimi namuona kwa mazoezi haiko na kitu kizuri, si kama mtu wa kucheza namba 6. Unaona? Sasa mimi tulikuwa tunacheza mimi na yeye kwa Bangala, namchukua pale nyuma. Sasa mimi naangalia, mimi tunacheza na timu, naangalia wachezaji wengi wanacheza nini. Sasa namwangalia anacheza na anatana na namuita, namwambia unajua Fei, sasa wewe si namba 6. Sasa wewe sogee mbele, yenda mbele, because haiko na nguvu ya kushoot kama na nguvu. Namwambia hapa 6 unachukua sana yellow cards, kwa wewe ojui kutako mtu mbona kama wewe una yellow card saa zote. Sasa nataka yende mbele, yongeza mbele. Sasa sama namuona hii tekniki yake ya kukaa pale kwa box hapa, kuongeza haiko na nguvu ya kuongeza, na kuja namwambia wenda kama 8 fresh. Namuona sahi anaanza kama hivyo, na start kuscore magoli, na shoot mazuri, nasema hapo fresh. Sasa coach Nabi anamwekea pale mbele. Sasa analeta midfielder mwingine hapa, nakaa wawili, mwenyewe nakaa mbele. Sawa. Na Aucho, umecheza ligi ya South Africa, umecheza ligi ya Kenya, umetoka nje ya mipaka ya Afrika. Ligi yetu hii ilivyo, ina ushindani wake na ushindani wa ligi mbalimbali, kwa mfano kama South Africa. Utofauti uko wapi? Kwa kidogo punguza Kiswahili kidogo. Unasema? Sawa, nilikuwa nasema hivi. Hakuna kuongea kizungu kweli? Nipo kizungu. Sasa shida, unajua shida ni kidogo na wewe mwenyewe ongea kidogo. Unataka mimi niongee Kiingereza kidogo? Sawa. Sema. Sawa. We was play South Africa League. And now you play Tanzania League. What is different? The difference is structure. The structure, like how the team behaves. Zile team ziko na professionalism. Unaona tuko na viwanja vingi sana hapa Tanzania. True. Vingi sana, but vibovu chini pitch. Unaona kama South Africa iko kila kitu kizuri. Sasa unaona teams Morocco wako na structure nzuri, kama kutoka under 12, under 10, 14, 15, 16, kama hivyo. Wako na structure zake. Mamelodi na iko na nafasi yake, kama unaona under 20, under 15 kama hivyo. Sasa naona Yanga imeanza kufanya kama hivyo. Timu kubwa zinafanya hivyo. Unaona lazima uwe na hizi academy timu zote. Unaenda Kaizer Chiefs na Orlando Pirates ziko kama Waarabu. Sasa hapa structure, unaenda unacheza Mbeya viwanja vibaya. Unaona unaleta professional player kuja acheze kama acheze game ya Mkapa, acheze same na uwanja ya Mbeya. Si kitu kizuri. Sio unataka performance yake kuwe same, hapana. Viwanja zimekosea hapo. Naona unamchukua Arusha, it's not the same performance. Sasa unataka wafani wenyewe wakoje, wanacheza vibaya. Hapana, viwanja vibaya. Watu iko na viwanja vizuri. Kama unaona performance ya wachezaji, unaona timu zinakuja hapa wako wana wachezaji wazuri. But structure na viwanja si vizuri. Sawa. Naucho, kwa kumalizia na baadhi kipindi chetu, kipendo cha physics,
kina baadhi ya challenge mbalimbali. Nafahamu wewe ni miongoni mwa watu ambao wanapenda kusikiliza muziki sana, nafahamu. Msanii wako yupi ambaye unampenda kwa hapa Tanzania? Musician? Yeah. Niko na friend wangu. No about friend. Ukisema marafiki ni wako wengi. Najua una marafiki wengi ambao wana muziki na watu mbalimbali. Ila yupi ambaye unamtazama yani kwako unapenda nyimbo zake kusikiliza sana? Nikupe wangapi? Nataka wawili. Wawili? Ukiwataja wengi kumbuka kuna nyimbo zao utaniimbia. Ndio maana nimekwambia wawili, yani unitajie wawili. Niko na Harmonize na Mario. Na Mario. Yeah. Nyimbo gani Harmonize ambayo unaipenda sana kuisikiliza? Me too. Yeah. Nyimbo ya Mario? Inaitwa ile anaimba na AY. Na AY? Yeah. Ipo gani na AY anaimba? Anajua. Napenda kusikiza sana. Tuimbie nyimbo moja basi kidogo, japo hiyo ya Harmonize ya Me Too. Harmonize sasa hivi anakuangalia hapa, anataka asikie hiyo nyimbo. Anakuangalia hapa. Harmonize anajua ni mshikaji wake, ni rafiki yake, ni shabiki yake. Anakuangalia kuanza kuimba. Bro, kitu kibaya problem. But mtu weka kidogo sauti na kuimbia hakuna shida. Sawa, Aucho, kwa kumalizia, kuna vijana wengi ambao wanakutazama wewe kama role model. Wanapenda style ambayo unacheza, wanavutiwa na namna ambavyo unakuwa kiongozi uwanjani. Wanakutazama sasa hivi. Unatamani wangejifunza nini kutoka kwako, lakini pia unalipi la kuwaambia watu ambao wanakutazama wewe kama role model? Nataka wewe leo uongee Kizungu tena. Sema in English. Say in English. Sasa unajua? Unajua nini? Naweza kuongea but unajua podcast yangu hii bado ni mpya. Hakuna shida. Hakuna shida na watu wenyewe wanataka ukuulize unaongea Kizungu, si ndio? Nauliza. Nisikilize sasa. Kidogo. Okay, naongea Kiswahili kwa taratibu ili unielewe. Unajua hujanielewa. Nisikilize. Huku mtaani, huku street. Kuna watu wengi ambao wanakaa na kutazama wewe kama role model wao. Sawa? Kutoka kwako wewe kwenye hii historia ambayo umetuambia hapa, kuna changamoto nyingi ambazo umetuambia, vitu gani ambavyo huo unafanya ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Wanasikia. Ungependa kuwaambia nini? Wajifunze kutoka kwako. Wajifunze to believe themselves. They never give up. Yeah, if you are a footballer, don't give up on yourself. Don't give up on the something you want in your life. If you love football, it's fine. Go with it. Because saa zote tunaenda shule. Na mimi mwenyewe naenda shule, but football is the one making me this. It's not about studying. Kama naenda shule na nachukua degree, kama nipo ofisi yangu, talent yangu inanisaidia sana. Kama unaenda kwa shule, kama hiyo talent si kujiwacha, yenda na talent yako. You never know what comes, you know. Maybe your talent will take you far. So but be disciplined. Unaona hizo discipline iko kama kana discipline sana. Discipline is the most important. Yes. Aucho, mimi nashukuru, naamini tutapata saa mwingine zaidi wa kuendelea kupiga story mbalimbali, lakini yote kwa yote hiki ni kipindi chetu pendwa kabisa cha physics, na hiki kipindi ni maalum kwa ajili ya watu kujua story mbalimbali ambazo za wapi watu wametokea, nini asili yao. Ndio maana nikaita physics, na mimi ni fizikia wako. Ni fizikia wako. Kwa hiyo hebu waambie hapa watazamaji kwamba wasiache kufuatilia hiki kipindi kwa sababu kipo kwa ajili ya kujifunza pia, unajua. Kwa wakaribisha mafans niwaite wakuja wao.
hiyo nini inaitwa? Physics. Yeah. Okay. Hiyo na physics ya unataka niseme nini kama wewe? Nawakaribisha. Nataka ni waite wakuje. Wakuje kwa YouTube channel. Okay guys, welcome. I am just Awisho Kaid. I just need you to come to go to YouTube and subscribe Physics from Kane. Yeah, we love you, and you're gonna watch so many stuff on that channel. So just go and subscribe. Everything you're gonna get it. You're gonna get my video on it, and you are welcome, all of you guys. Go and subscribe. Thank you. Bwana, hiki ni kipindi chetu pendwa kabisa cha Physics mezani kwako. Ni kipindi kabisa kipya na kipo hapa kwa ajili ya kukuletea wewe mtazamaji upate burudani nzuri na upate story ambazo hukuwahi kuzisikia popote zaidi ya katika kipindi kipendo cha Physics. Unachotakiwa kufanya hapo ni kusubscribe channel yetu ya Dennis Nkane katika platform zote za YouTube, Instagram na Facebook na TikTok ili uendelee kupata interview kali katika kipindi hiki pendwa kabisa. Bwana, mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kinachokuja. Asante sana. Watu wewe bro, napenda hiyo Swahili yako, naongea sana vizuri. Naongea vizuri? Kweli? Unaisikia? Na unajua kwa nini naongea vizuri? Sasa mimi naenda Uganda naongea Kiswahili, wanasema unatoka wapi wewe? Ndio maana Max ameweza kuimprove Kiswahili chetu. Max anatoka Kongo. No, Aucho. Max amekuja Tanzania. Naanza kukaa naye, tunaenda wapi? Tunaenda Arusha. Tunaenda Tanga kwenye ile nini mechi za kwanza kwa msimu ile inaitwaje? Ngao ya Jamii. Unakumbuka? Yeah. Ndo Max season yake ya kwanza anakuja. Aongei Kiswahili kabisa. Kweli? Kabisa. Na naye roommate anaongea Kilingala na Kifaransa. Sasa kilichokuwa kinatokea, akiwa anahitaji kitu anaandika pale kwenye translate pale, anaandika kwa Kifaransa kije kwa Kiingereza. Na mimi Kiingereza kidogo kimepiga chenga. Kwa hiyo nachukua kwa Kiingereza na tafsiri kwa Kiswahili ndo najua anataka nini. Kwa hiyo tulikuwa tunakaa ndani hivi tunalala ni kimya, aongei kabisa. Sasa kilichokuwa kinasaidia ni hiki Kiswahili changu ambacho najua kuongea na mtu kwamba yani naongea maneno kwa kumrahisishia. Yani hata kama ni neno fupi najitahidi kumuelezea kwa umbali ili aelewe. Ndio maana hata hapa tunaweza communicate vizuri kwa sababu naongea neno kwa kukuelezea. Yani neno ni dogo lakini inabidi niongee kwa kukuelezea ili uelewe, kwa sababu lugha inatofautiana lakini maana zinakuwa ni zile zile. Kwa hiyo unakuwa unajua mimi miaka yote nakaa na Msonda na Chama. Sasa nini nitembee na Chama niongee Kiswahili kweli? Wewe guys, na ndio maana Max ameweza kuongea Kiswahili vizuri kabisa. Ni kwa sababu hii. Nakaa na mtu anaongea Kiswahili hapo fresh. Ungekuwa na wewe sasa Kiswahili si Mswahili. But nakaa na Msonda tunaongea Kizungu. Msonda mdote Kizungu, Chama mdote Kizungu. Ni kama Moroko. Moroko mpaka leo hajui Kiswahili. Ajui Kiswahili kwa sababu gani? Muda wote yeye alikuwa Lomalisa mara Mayele. Kama Diala anakuwa na Diala naye angekuwa anakaa na Mswahili. Diala sasa hivi angekuwa anajua Kiswahili kabisa kimenyoka. Japo sasa hivi anajua lakini sio kile sio ile sentence aongee kabisa muelewane. Umeona, lakini kwa sababu hiyo. Kwa hiyo naamini pia hivi nadhani pia ingefika hatua sasa hivi hii baraza la sanaa baraza la Kiswahili Tanzania. Nataka nipewe tuzo. Unajua Max Kiswahili amejulia kupitia kwangu. Max sasa hivi amekuwa balozi mkubwa wa kuongea Kiswahili. Wala fresh